Je, unawajua Wanikolai? Jina la Wanikolai limetajwa kwenye Biblia Agano Jipya mara mbili. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 6, katika Yesu wakati anaongea na kanisa la Efeso alisema anachukia kazi au matendo ya Wanikolai. Ni kweli Yesu alikuwa anachukia na kuwa kuna vitu ambavyo havipendi katika kanisa lake, kwa sababu kanisa la Kristo ni mwili wake. Kwa kuna vitu vikiwa introduced kwenye mwili wake vinauchafua au vinauharibu. Lakini pia kwenye kanisa la Pergamo kwenye Ufunuo sura ya 2 mstari wa 15 wametajwa tena. Sasa katika kanisa lile la kwanza la mitume inaelezewa kwamba katika kanisa lile la mitume kwenye Matendo 6:5 kuna mtu ambaye anatajwa pia kama mojawapo ya wanafunzi ni waongofu wa Antiokia walioingia kati ya wale mashemasi 7 waliotamkwa pale, ambaye anaitwa Nicholas. Lakini jina lenyewe linatokana na maneno mawili ambayo yanamaanisha Nikos and Laos. Nikos maana yake ni victory, ushindi, na Laos ni watu. Kwa maana yake ni idea ya Wanikolai ni kuwatumia au kuwashinda watu kwa ushawishi. So hawa walikuwa wamegundulika ni watu ambao walikuwa na mafundisho yasiyo na afya kwa kanisa, au walikuwa na mafundisho yaliyochakachuliwa. So fundisho la Wanikolai lilikuwa linaendana au linafanania na fundisho la Balaamu. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Ufunuo 2:14-15 utaona kuna ile lugha kama lugha inayofananisha Jezebel na washirika wake, ambao ni sura ile ya 2 mstari wa 20 mpaka 24, unaendana kabisa na group la Wanikolai katika kanisa la Thyatira. So hawa watu walikuwa wana kazi kubwa, pia wanakula dhabihu au sadaka zilizotolewa kwa sanamu na kufanya matendo ya zinaa, kwa maana ya kwamba kuabudu miungu mingine, na uzinzi kwa maana ya lugha ya picha ya kumaanisha ibada za sanamu. Sasa katika lugha hiyo tunagundua kwamba katika kanisa la Waefeso au waamini wa Efeso wanaonywa na Yesu Kristo, anawaonya kwa sababu wanapewa sifa ya kutokushikamana na mafundisho mabaya na watu wabaya, hao watu waovu ambao ni kama Wanikolai, lakini walikuwa wameuacha upendo wa kwanza. So pamoja na sifa nzuri walizokuwa nazo, lakini wanaambiwa wameacha upendo wa kwanza. Sasa Wanikolai au Wanikolaitan tunaona kumbe ni watu waliokuwa wanasimama katika picha ya mpinga Kristo, na wanakaa kanisani, wanatoa wengine kanisani, lakini wao hawatoki kanisani. Wanapingana na kila kweli ya Mungu. Wapo pale kwa ajili ya kuhakikisha neno la Mungu halipati kina kwenye mioyo ya watu. Hata mitandaoni tunao Wanikolai. Usidhani watu wanaopinga kweli ya Kristo ni wale wasiojua chochote kuhusu Ukristo. Mara nyingi ni wale watu ambao wamekuwa kama miamba, wamekuwa kama mawe ya mtoni. Ni watu ambao wanahisi wanamjua sana Mungu kuliko hata wachungaji wao. So wako pale kukosoa kila ambacho ni chema au kila ambacho wanaona kwamba
hakiwatii moyo moja kwa moja kwenye uovu na uharibifu wao. So wanajikuta wamekuwa ni maadui wa kanisa na ni maadui wa Kristo ambaye ndiye kichwa cha kanisa.